Jumapili yapita ilikuwa Jumapili ya Septuagesima. Yaani tuko katika kipindi cha kufunga. Hiki kipindi cha kufunga ni wale makanisa ambaye wanamfahamu Bikira Maria mama yetu kama mama yao, tunajua ya kwamba tuko katika kipindi cha Sexagesima. Ukienda pale Katoliki watakuelezea ni Sexagesima. So baada ya Sexagesima tutaenda katika Quinquagesima. Tukitoka kwa Quinquagesima tumejua kwamba hiyo wiki ndio tutakuwa hiyo siku ya Jumatano tutakuwa na Ash Wednesday. So nimejua kwamba mwalimu atuelezea ratiba ya kuleta yale matawi ambayo tulikuwa tumetumia yaletwe hapa na kisha yawezwa kugeuzwa majivu. Hayo ndio yale ambayo yatatumika. So Jumapili hii lijalo, hii ya Quinquagesima tutaleta matawi ambayo tulikuwa tumetumia kwa mwaka jana ili ziweze kutengenezwa majivu, na ndio itatumika siku ya Jumatano, kwa maana itakuwa ni Ash Wednesday. So Jumapili leo tumesema ni Jumapili ya Sexagesima. Somo la waraka ni wa Paulo mtakatifu ambaye pia ni mtume alipoandikia Wakorinti. Nenda katika Wakorinti mlango wa 2 mstari wa 11, mlango wa 11 mstari wa 11 hadi 33, ama mlango wa 11 haya 19 hadi 33. Na tena vile tena maandiko yote yamejumlishwa pamoja tena katika Korinto wa 2 mstari wa 12 haya ya kwanza hadi 9, yote yamesanywa pamoja. So yale ambayo Paulo mtakatifu atuelezea siku ya leo iwasema kwamba ndugu zangu, mwavumilia kwa radhi watu wasio na akili. Mwavumilia kwa radhi watu wasio na akili. Ninyi mlio na akili, maana mwavumilia kama mtu akiwatia utumwani, akiwachafua, akiwanyang'anya, akijikuza, akiwapiga usoni. Iwasema ya kwamba ananena kwa aibu kama kwamba sisi tulikuwa dhaifu, lakini yeyote akiweza kujisifu, yeye iwasema kwamba ananena kipuzi. Kwa jina la Baba. Sisi kama Wakristo, yale ambayo Paulo mtakatifu atuelezea kwamba alikuwa ameyapitia ni yale mateso, na hiyo ni kututia moyo ya kwamba sisi sio watu wa kwanza kwa yale ambaye unayapitia kama Mkristo. Ametusimulia jinsi alikuwa, ni mengi sana tumelezwa hapa. Amepigwa mijeledi, amefungwa, amefanyiwa nini, nayo yote yakapita. So haya tu ni kutueleza ya kwamba umejua mtu anaweza kuwa Mkristo na kuna yale vita ambayo inaweza kuandama wewe mwenyewe. Uone ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuwa